Unaangalia Al-Khair Online TV. Kwanza kabisa tunabudi kumshukuru Allah ambaye kwa uwezo wake ametuongoza sisi kufika hapa kijijini kwetu Upande, ambako binafsi mimi ndo nimelelewa hapa, ndo nimeishi hapa kuanzia darasa la kwanza mpaka la 7, lakini kabla ya hapo vile vile. Kwa hivyo tunaguswa na changamoto mbalimbali kwenye kieneo letu ya Pande, kwa sababu sisi tumetoka huku tukapambana huko, Mungu akajalia kidogo tukapata mwangaza wa kujaribu kuona kwamba watu wanafanikiwaje, wanatumia juhudi zipi. Kwa hivyo hili lilitusukuma, na sasa hivi huu ni mwaka karibu wa 3 tunakuja kila Disemba kuja kuzungumza na jamii yetu ya Pande, ikiwemo walimu nyinyi ambao kimsingi ndio mnasimamia mambo ya taaluma. Kuliani kwangu ni brother Mwalimu Ogutu. Huyu ni maarufu, ni mwanataaluma wa Kiislamu ambaye kwa kweli anafanya juhudi kubwa kwenye mashule hasa ya serikali kwa Dar es Salaam, mikoa mingi, kwa mfano Zanzibar, Pemba huko, Dar es Salaam, mpaka mikoa mingine anafanya juhudi. Kuna taasisi yao ina deal na mambo ya kuboresha mambo ya elimu, lakini pia kuondoa zero. Kwa nini zero? Nini kifanyike zero isiwepo? Ni katika programu nazo wanazoziendesha, na wallahi alhamdu wamefanikiwa kwa maeneo haya. Kwa this time tukaona tuje naye hapa, angalau anaweza akatufungua baadhi ya mambo tufanyeje ili tuweze kuondoa, lakini vile vile kuhamasisha wazazi katika namna ile ya kusaidia vijana. Wanasema kule hata kwenye historia ya Uislamu, yani Uislamu ulianza na watu wachache sana, watu wachache wamefanya mambo makubwa. Kwa hiyo kwa dhana hiyo hata sisi hapa tunaweza tukaongea kwa uchache huo, japo machache kwa muhtasari, kwa sababu hatuwezi exhaust vitu vyote mpaka pale kesho. Lakini jingine la muhimu, kabla sijamkaribisha brother, tunataraji Mungu akipenda kesho tuwe na kongamano. Tulitoa taarifa zetu kupitia viongozi wetu wa kata, Sailimu, diwani na viongozi wengine katika vijiji vyetu vyote vya kata Pande, tuweze kukutana. Kuna mambo ambayo tumeangalia na tukaona haya huenda yanaweza, au kwa sehemu kubwa wenzetu waliofanikiwa wanayafanya mambo haya. Kwa hiyo na sisi tukajiandaa kwa uchache wetu huo kwa ajili ya kuhamasisha ndugu zetu wa Pande, basi angalau ile waweze kuona kwamba kuna watu wamepita hapa na wanatukumbuka. Kuna vitu tutavifanya, labda niviseme kabisa sababu nikimkaribisha huyu bwana tutakuwa tunaruhusiana kuondoka. Lakini na kijana wetu na nyinyi vile vile, kwa sababu ni sehemu yetu, tunaweza kuwapa fursa kila mmoja akasema lolote, ili angalau tupate ule mtazamo wa pamoja wa kuweza kunanio. Tumekusudia kesho tutakuwa na mada kama 3. Tutafanya tathmini ya matokeo ya darasa 7 ya mwaka huu ya wilaya yote ya Kilwa. Tutaangazia shule za kwanza kama tulivyofanya mwaka jana na za mwisho. Shule zetu za kata ya Pande zimefanyaje? Hii kufanya comparison inatupa uweledi wa kujua kwamba kumbe kuna tutumie nguvu kiasi gani tufike kule. Kumbe wenzetu wametuzidi kiwango hiki. Kwa hiyo ukifanya tathmini unaweza kuweka mpango kazi wa kuweza kwenda hatua ya pili. Lakini mada nyingine tutazungumzia huo mkakati kwamba nini kifanyike baada ya kuangazia matokeo, na wenzetu wanafanyaje ili waweze kufanikiwa. Lakini jambo jingine ni fursa mbalimbali za kielimu na kiuchumi. Sisi kwa huko tunakopita tunajaribu kuona wenzetu wanafanikiwa katika jamii zao. Kuna mbinu wanatumia, wanaweka karibu, lakini hatimaye basi kuna njia zinapita za kuweza kusaidia. Kwa hiyo hilo tumelifikiria, lakini pia tunaamini kwa Pande, kwa sababu Waislamu ndio wengi, tumeleta majuzuu ya kutosha kwa ajili ya madrasa tutagawa. Tumeleta na mitumba kwa ajili ya wale wahitaji, watu maalumu ambao
waambia ni kulingana na uhalisia na kile tulicho nacho. Tumekusudia pia tugawe, lakini tuliandaa chakula cha pamoja pia na ndugu zetu. Haya yote tunafanya kwa sababu ya kuona kuna umuhimu na wenzetu huko wanayaishi mambo yao na wamefanikiwa pakubwa sana. Mimi miaka 4 iliyopita nilikwenda Bukoba. Kuna wilaya inaitwa Katoro. Na wilaya nini? Kata ya Katoro. Kama Pande hapa. Ina shule 8 za Kiislamu. Kata ya Katoro, Bukoba. Lakini walianza hivi, wanakutana walimu, wanakutana viongozi, hatimaye ikatokea fursa ikajengwa shule moja. Wakajiunga mkono ikajengwa ya pili. Kwa hiyo hata sisi tuwezi kusema hatuwezi. Tunaweza tukafika huko, lakini kwanza tuweze kuungana pamoja. Lakini kuna fursa za kiuchumi. Sasa hivi wenzetu wanashawishiana kwa ajili ya kutengeneza hizi SACCOS, pengine vikoba. Lakini kama kuna mfumo unakuwa uko imara ambapo unasimamiwa, fursa zipo za kuweza kuwasaidia ndugu wakajikimu, wakafanya biashara ndogo ndogo. Pia uwezekano huo inshallah tutaushauri kwa kesho kwenye kikao chetu. Nisipoteze muda, brother Ugutu, labda hata dakika 5-10 kwa ufupi sana, kwa sababu tumeshindwa kupata wale wote. Basi angalau muhtasari uweze kuwapa, alafu kijana wetu hapa ambaye yuko hapa Pande, ambaye anatupa taarifa mbalimbali, tutampa nafasi naye kama dakika 2 aseme, alafu mwisho mratibu atasimamia maoni yenu tutakaweza kuyatoa kwa njia tuliyosema. Wabillahi tawfik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mimi naitwa Yusuf Ugutu, mkurugenzi mtendaji wa taasisi inaitwa Tanzania Center for Education, iko Dar es Salaam. Tumefanikiwa kuzunguka. Tuna kampeni yetu ile tokomeza zilo ama kukuza ufaulu, na hii tunaifanya katika mazingira menendo au katika maeneo ambayo tunaona hali kidogo au kwa wingi sana hali yake sio nzuri katika kufaulu. Walimu wa sekondari tuko wangapi hapa? Wawili. Kwa hiyo pia tulikuwa tumejikita kwa madarasa ya mitihani kidato cha 6 na kidato cha 4. Lakini tukashuka na kidato cha 2. Mwaka jana tuliwafanyia watu wa Mafia kwa darasa la 7, walimu wa darasa la 7. Tulizungumza nao na tukaonana nao na kuweza kuangalia, na changamoto kubwa ilikuja ni baada ile kuona format mpya ya mitihani ile imekuja, watu watafanyaje, mambo yatakuaje. Basi zile vurugu zikawa nyingi, lakini tulijitahidi kuwasambazia aina ya mitihani inaotungwa. Lakini pia tulichukua ile format ya mtihani wa darasa la 7 tukaweza kwa masomo yote yale masomo 6 kuweza kuangalia kila eneo likoje. Format ya darasa 7 iko tofauti na sekondari. Sekondari ni rahisi kwamba zimeonyeshwa tu pale format zao kwamba mada hii itakuwa ina maswali mangapi na itakuwa ina idadi ya maswali mangapi, itakuwa ina uzito kiasi gani kwenye mtihani. Kwa hiyo mwalimu unajipangeje. Kwa darasa la 7 pale wamejumlisha ile mnaita umahiri, labda iko 1, 2, 3, lakini unaonyesha namba 1 pale watapima kitu fulani kitakuwa na maswali kadhaa na 15%. Sisi tulichofanya kumrahisishia mwalimu ile, tulifanya wepesi tu kwamba tuna kila somo walimu tuliwasambazia zile package zao zile. Kwa hiyo kulingana na uchache wetu itabidi tuombe tu siku tuje tufanye sasa ile semina ambayo tutahusisha watu wote kwa pamoja, inakuwa rahisi na activities kwa sababu ile unaongea na mtu anafanya. Kwa hiyo tuliweza kuchambua baadhi ya vitu ambavyo viliweza kuturahisishia kwa darasa la 7 na matokeo yao yalikwenda vizuri mwaka jana na hata mwaka huu, na ile inarahisisha
inarahisisha kitu kimoja, kuangalia ile format, kwa sababu inaonyesha tu pale kwamba kutakuwa na jambo fulani. Kwa mfano labda kwenye wale watu wa hisabati, umeona kabisa kwamba kuna maswali yatatoka kwenye vipimo. Sasa sisi tulichokuwa tunafanya, unaangalia wale maswali kwenye mada za vipimo, yatakuwa maswali matatu na atakuwa labda na 15%. Kwa sisi tunachofanya, tunazikusanya mada zote zinazohusiana na vipimo, unaziingiza pale kwenye package yake ile, kuonyesha kwamba hapa hizi mada ndo zitapimwa na yatatoka maswali matatu kwenye mada hii, lakini kutakuwa na alama au uzito wa 15%. Kwa hiyo tulijaribu kufanya jambo fulani. Kwa hiyo hili kwa shule ya msingi tutakuja kuliangalia, lakini kwa sekondari pia tuna utaratibu wetu, mfumo huo lakini wa aina nyingine. Labda kwa sekondari kidogo niliwapendelea, kuna mambo matatu sisi tulichofanya. Jambo la kwanza, tumezi summarize syllabus, lakini sasa kwa hawa form 3 na form 4 for form 2 mwakani ni syllabus mpya, si ndio? Hiyo lakini nayo package yake ipo tayari, tushatengeneza. Kwa hiyo tumesummarize syllabus kwamba mada za form 1, mada za form 2, mada za form 3 na mada za kidato cha 4. Lakini kwenye ile syllabus tulichofanya, tumeonyesha mada kuu, mada ndogo na malengo mahususi, sehemu ambazo mwanafunzi anatahiniwa moja kwa moja. Lakini hilo la kwanza. Lakini jambo la pili tulilofanya kwa sekondari, tumechukua zile istilahi ama zile terminology ambazo zinatumika kuulizia maswali. Zile pia tumezitolea maelezo na tumezitolea maana, kwa sababu pia nao ni changamoto kwa watoto wetu. Akikutana na neno ili vocabulary ile, ama akikutana na istilahi ile ama action verbs ile, inamtoa kwenye. Kwa zile tumezitengeneza vizuri na tumezionyesha, na anajua kabisa kwamba akikutana na hii inapima nini. Kama inampima uelewa, inampima kukumbuka kwenye swali, au inapima kuunda. Kwa hiyo tumetengeneza kitu fulani, kwa hiyo inamrahisishia. Lakini jambo la tatu, tunatumia zile tunaangalia zile hizi tunaita format, yani kuonyesha kwamba mada ipi itakuwa ina idadi ya kiasi gani ya maswali, itakuwa ina maswali mangapi na ina uzito kiasi gani. Hii inarahisisha pia hata katika usomaji, sababu kwa sababu mwanafunzi anaweza kaanza kusoma mada ndogo yenye idadi ya maswali machache yenye uzito kidogo kwenye mtihani, akaacha ile mada yenye kumwezesha kuweza kupata alama nyingi katika ule mtihani. Kwa hiyo tumewatengenezea package fulani. Kwa hiyo hizi package zetu sisi tunapokwenda tunafanya seminar, na pamoja sisi tunafanya seminar za wanafunzi pia. Kwa hiyo tunakutana na wanafunzi na tunazungumza na wanafunzi. Na uzuri, jambo la 4, tuna mitihani. Sisi tuna tabia ya kukusanya mitihani kwenye shule yote bora unayoiona wewe. Ili nilikuwa nazungumza wale sekondari hapa, tuliwapendelea zaidi wale wa sekondari. Unaweza wale wa msingi tutawaletea zile package zetu. Sekondari mnaweza mkaangalia hizi bwana, unaweza ukabaki nazo alafu kazizalisha zikaweza kutumika hata baadaye. Kwa hiyo jambo la tatu, sisi tunakusanya mitihani. Kwa hiyo unaona mitihani kuna Mariani, Mzumbe, sijui Kanosa, Feza. Kwa sisi ile package tunakusanya. Hii inasaidia kitu kimoja, hizi vocabulary zinaweza kupita hiyo hapa, hata walimu sio wa sekondari, hata msingi pia wanaweza wakane
Na hii package unaweza kubaki nazo baadaye ukaja kuziangalia jinsi gani zitawasaidia kiuhalisia, lakini sasa inahitaji mara nyingi inahitaji pia uwezeshaji. Kwa vitu kama hivyo. Kwa hiyo sisi tumeweza namrahisishia, sio hata mwalimu wa msingi pia wewe, kwa sababu bado una kijana wako na ndugu yako wewe yuko sekondari, pia unaweza ukaliangalia na waweza kune. Kwa hiyo hii namrahisishia mwanafunzi weza kwamba anashughulikeje, anafanyeje. Kwa ni vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwenye shule ya msingi ipo hiyo format inaonyesha kwamba yenyewe inaonyesha umahiri, inaonyesha idadi ya maswali, inaonyesha uzito. Sasa ile inarahisisha. Sasa kule hawajaonyesha umahiri, wameweka kwa ujumla. Ni tofauti na huku sekondari. Sekondari wameonyesha kabisa mada gani ambao mwanafunzi anasoma. Kwa hiyo kule kwenye umahiri sisi tunachofanya, tuna walimu ni kushughulika kuingiza zile mada sehemu yake, kwamba hii inaingia wapi. Kwa hiyo tunaanza kwa mfano kama unaanza darasa la 3, mada za darasa la 4, mada za darasa la 5, mada za darasa la 6 katika umahiri ule mmoja, labda namba 1 wamepima kitu fulani. Kwa hiyo tunaangalia ni zipi. Kwa hiyo zote tunazipachika pale. Kwanza inakusaidia kitu kimoja, na kusaidia kumaliza syllabus mapema, sababu hakuna eneo utakalokuwa wewe hujafanya hujapita. Ndio uzuri wa vitu hivi. Yaani itakusaidia pia kukurahisishia maeneo yote yenye changamoto kuyafanyia kazi mapema. Lakini pia itakurahisishia wewe kumshughulisha mwanafunzi au kumshughulisha kijana. Kwa sababu kanuni ilivyo, mwanafunzi usipomshughulisha atakushughulisha wewe mwalimu. Kwa hiyo mtaanza kushughulika na mambo ya kesi za nidhamu, unaanza kushughulika na jambo hili, mambo hili, kwa sababu ya aina nne ya watoto. Lakini pia hii inaweza kutusaidia kitu kimoja. Ukanda huu wa Pande haina tofauti sana na ukanda wa Pemba au Pemba, Unguja, kenda huko. Zanzibar kwa kuna changamoto sana za division 1. Kwa form 6 mpaka kidato cha 4. 2022 kulikuwa na division 158 kwa form 6 yote Zanzibar. Walivyofanya mtihani. Lakini sasa hivi ukizungumza Zanzibar kunazungumzia division 1 1000 kwa form 6 ndani ya miaka mitatu tu au miwili. Na hata kwa form 4. Form 4 kwa division 1 1500. Ambapo division 1 ya 2022 kama zilikuwa 2022 2021. Kama 200 na kitu. Sasa hii tunazungumzia kwamba hawa watoto wetu pamoja na wazazi. Kwa nini nimezungumzia picha hii? Ni kwamba wazazi wakiwa hawashughuliki na matokeo, hawashughuliki na watoto, lakini matokeo yanaweza kuja kuwabadilisha wazazi. Mkaanza kushangaa walimu na wazazi wote tunasafiri katika njia moja. Matokeo yakiwa mazuri, mtoto wa fulani pale amepata division 1, mtoto wa fulani pale amepata division, mtaani huko mzazi anaanza kumuuliza mwanae, vipi wewe? Au huyu amepata A, yule amepata A, yule amepata A. Vipi? Kwa darasa la 7. Sasa unajikuta kwamba wazazi wanaweza kaanza kufuatilia watoto baada ya nyinyi walimu kuwabadilisha wazazi. Kwa matokeo tu. Matokeo kwa mazuri lazima urafiki unaanza kuwa mzuri tu. Na hata programu mtakazokuwa mnapanga, sasa hivi mtaanza kusumbuana. Nature ya wazazi hivi. Ukiwaambia hili utatafuta watu hao, watapanga hili, watanini. Lakini pia hata hivyo wewe mwenyewe mwalimu litakutengeneza. Ukiwa na matokeo mazuri na ukifanya kazi vizuri, watu wanakuona, unajiuza, unajitengeneza wewe, unajionyesha kwamba wewe. Mimi nimeanza hizi program kidogo tu.
Tumeanza Dar es Salaam, tukaenda Zanzibar, tumefanya Zanzibar. Zanzibar tumefanya 2022, 2023, 2024 na 25 mwaka huu. Ninachoshukuru kwamba kwanza Zanzibar inaonekana, so Zanzibar tu, bara na huko. Lakini pia tunapata mpaka mialiko. Mimi nimealikwa kwenda kwenye sherehe mara 3 za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano. Na tumepata mpaka fursa ya kupiga naye picha na kuzungumza naye. Kwa kazi hizi. Yaani nimefanya kama masihara tu kwamba ngoja tujaribu kufanya hivi. Lakini kazi yenyewe tu imeshanitengeneza na imeniuza. Zanzibar tumealikwa nafikiri mara 5 Ikulu ya Dr. Hussein Mwinyi, na nimepiga naye picha na hiyo mara hiyo 5. Naongea na rais, mnakula na rais. Hii kazi. Uzuri wetu sisi wengine bado ni wepesi sana, bado wadogo, yani tuko simple, huwa hatuna ile kujitutumua. Lakini sio sasa kwa hapa nazungumza kwa marais wawili. Lakini pia huku chini huku mawaziri, unaweza kuzungumza na waziri, unaweza kupigia simu waziri sasa hivi akiangalia labda yuko busy, kama ya baadaye anaona namba yako anakupigia, bwana nimeona missed call yako. Unazungumza naye, bwana nilikuwa na jambo hili na hili. Hamna shida. Katibu mkuu. Kwa hiyo hii ni network ambayo sisi tumetengeneza. Tumetengeneza kwa sababu ya kazi. Ndio kama vile unavyoona wanamuziki, mwanamuziki hawa wasanii wetu hawa, unaweza ukajishangaa wewe unajiona, lakini mwenzio anaweza kuongea na rais kitu kinaonekana cha kawaida tu, kwa sababu Diamond anayepanda pale sasa akiimba tu. Kwa hiyo sasa haya mambo wewe mwenyewe unajitengenezea. Unaanza kujitengeneza katika mazingira haya. Tufanye kazi kwa ufanisi. Tufanye kazi bora, watu watuone. Yaani mantiki ya kukupa haya mazungumzo, hii story ni kwamba wewe sasa unatokeje? Leo utakuwa unaonekana kwenye kata, utaonekana wilayani, utaonekana mkoani, unasogea mbele. Ndio nature ilivyo ya haya mambo. Kwa hiyo nimeongea mengi kidogo, maana sio machache. Nimeongea mengi, lakini hii bwana mkubwa ni seminar. Yani sio ya kusikiliza, ya seminar kuandika na seminar kufanya na activities. Kwa hapa kwa kuwa tumekuwa wachache, kwa hiyo tumezungumza, na hii nimeita package chache tu ya sekondari. Lakini ya msingi pia, mitihani ya msingi sisi tunakusanya karibia moko za mikoa yote. Tunakusanya moko hizi za shule hizi. Hii mitihani ya shule ya msingi tuna shule za English medium na hizo za kawaida. Kwa hiyo tunakusanya zile package. Kwa hiyo pia inakusaidia wewe kuona mwenzio ametungeje, maswali yanakujaje, mtoto amezoeaje maswali ya aina yako. Alafu pia sisi tunafanya seminar kwa walimu jinsi ya kutunga maswali. Kwa hii mifumo ya sasa baraza la mitihani kutoka kwenye kukariri kwenda kwenye umahiri. Kwa hiyo wewe mwenyewe pia unakufundisha jinsi ya lakini pia seminar zetu pia tunachukua walimu. Kama hivi tunakuja mwalimu wa masomo labda la geography, wanamfundisha mwalimu tunachukua walimu wetu kutoka, kwa sababu tuna timu kubwa ya walimu. Kwa hiyo unaweza kuchukua Marian, unachukua Mzumbe, unaleta kwamba si wenzetu wanafanyaje, sisi tunataka tuone. Toa fedha kwa watoto wote wanapata tunataka tujue kuna vitu gani fa. Na wakati mwingine tukileta ile nini na tusaidia kubadilishana mpaka notes. Nina kitini kimoja sijui ndio hicho nimekupa. Hicho hapa labda kwa wale wanne. Kuna shule moja iko vizuri sana. Yaani hii somo la bios. Wao wanachofanya kishaletwa ile 1 month checklist ile. Sababu hamna 1 month kuna ile ya practical ya bios ile. Wanachofanya kishakuja tu tayari. Kwa kila specimen anatengenezewa package yake. Kama ameleta specimen 30 au 20 wao wanatengeneza. Kwa hiyo kwa maana hiyo na maswali sio wanatengeneza notes zake. Kwa hiyo ukisha kuja tu mtihani utakuja kila specimen. Kwa specimen watakao kuwa wamewachagua kwenye ile masaa 24. Ukija kwenye hii karatasi hicho kitini hutokosa. Yaani wenzetu ndio wafanya. Sasa sisi tunawashirikisha hao wenzetu ili kupata ule ujuzi, uzoefu, umahiri wa kazi.
Mimi naomba niishie hapo. Hizo package mnaweza angalia bwana mkubwa ukazizalisha. Shule zako ziko ngapi? Sekondari ziko 2, primary ziko 8. Sekondari ziko 2, primary ziko 8. Huku primary mara nyingi tunafanya semina kwa walimu. Tunachofanya na zile package tunawaachia wale walimu wanashuka nazo chini. Kwa hiyo inakuwa tu rahisi katika usimamizi. Huku kwa sekondari tunafanya kwa hao wanafunzi wa form 4, lakini pia tunafanya kwa walimu. Lakini tunapenda kufanya kwa wanafunzi wa form 4 kwa sababu kuna staili yetu pia. Kwa hiyo ukishamtengeneza wale wanafunzi, ukishawaweka sawa, tunaweza kusema sisi tunasema wanafunzi wetu siwapendi kusoma. Lakini sisi tukishughulika nao ndani ya masaa 2 yazidi masaa 2.5, utaanza kuona mtiririko na shughuli wanazopata walimu sasa kwa hao wanafunzi. Ukitaka kumshughulisha mwalimu unaanza kucheza na mwanafunzi. Kwa hiyo ukishampa package, ukishampa kila kitu, yeye anaona sasa kwamba hapa Lakini sisi tunahitaji kuwasaidia watoto, sababu hichi ni kizazi chenye kuendelea na ndo vizazi vyetu. Uwe pande, nashindwa kutofautisha paje na pande. Kwa hiyo unaweza kujikuta katumia nataja paje. Uwe pande, uwe mzao wa pande, usiwe mzao wa pande. Ni wasisitize tena, angalia wote hapa ni vijana. Mna safari ndefu ya kuweza kutengeneza mambo yenu. Lakini ni wasisitize kufanya kazi kwa bidii. Na wasisitize kuangalia hawa vijana. Lakini pia hii ni sadaka yenye kuendelea. Wewe unapofanya vizuri kwa hawa unawekeza. Kwa hiyo wewe baadaye ukishakuwa mzee, ukishakuwa haupo tena duniani, kizazi chako kitasaidiwa na wale ambao wewe uliwekeza. Ama uwepo hapa au usiwepo hapa. Ndio kanuni ilivyo, kwamba utalipwa. Mimi niishi hapo. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Basi tuchangie kama tuna mchango wote. Unaweza ukarifaa na mazingira yako kule shuleni na unavyoona juhudi gani tunafanya na labda unashauri vipi. Unaweza ukasema hilo. Kwa kifupi, labda nipongeze kwa sababu kwa idea ukijaribu hiyo taasisi, kwa hiyo kazi jinsi ambavyo kama ambavyo nimeweza kusikia vizuri, yani malengo ya hii taasisi na jinsi activities mnavyokuwa mnazifanya ni kitu ambacho kinaonekana mlengo wake ni mzuri. Kwa sababu kishasikia kitu kinafanyika, taasisi inafanya kazi kwa ajili ya kupunguza au kuondoa zero, ni kitu ambacho kinakuwa na ndio lengo ya elimu. Elimu yetu asilimia kubwa lengo mahususi ni kuweza kuondoa zero. Sababu mwanafunzi tunatarajia anapotoka chini afike mwisho ili aweze kupata faida ya hii elimu. Uweze kupata faida ya elimu ukiwa umepata 0. Faida ya elimu utaipata ikiwa umefaulu. Lengo la kuanza darasa la kwanza mpaka kufika mwisho wa elimu ili uweze kupata ufaulu. Ukifeli maana yake umekwenda tofauti na mlengo wa elimu. Kwa hiyo mimi naona ni kitu kizuri, mlengoni ni mzuri na kazi zinazofanyika kwa kifupi tu jinsi ulivyoniambia ni kitu kizuri. Labda sasa nijaribu kidogo kuelezea, kuongea na kushauri kidogo kwa jinsi ambavyo mimi ninaona. Mimi sio mzao wa huku. Kwa hiyo lakini toka nimefika Pande nilikuwa najaribu kuangalia kwamba kitu gani ambacho kinaitatiza sana Pande ukanda huu, yani kwa kifupi ukanda huu hasa hususan Kilwa na kusini, kipande hiki fulani cha kusini. Lakini Pande nilipofika Pande huku nimeona Pande ndo kuna hali ya hatari zaidi kielimu. Na kuongelea ukweli ni kwamba Pande kielimu tupo chini mno Pande. Sasa kuna mazingira ambayo mimi binafsi yangu ninayafahamu, ambayo kwa muda mfupi niliokuwa Pande ninayaona ambayo inakuwa changamoto sana kuweza kupata kwa ajili ya kupambana na kuweza kutokomeza hizi vivuli. Ndio maana nimesema kutokomeza zero ni kitu kizuri sana, lakini je, na ambayo changamoto hiyo Pande ipo ya zero.
Je, tunaondoaje zilo pande kukiwa kuna hizi changamoto zinaendelea? Hapo ndio sehemu ambako tunastiki. Kwa mfano kama hapo umesema mwalimu hapo umesema kwamba tutafanya semina za walimu. Walimu watapewa semina, wataambiwa labda maswali tunaandaa hivi, notes tunaandaa hivi, tukiwa tufanye hivi, tutaona mitihani ya Kanosa, mitihani ya fedha, Marian, Kibaa, sijui Ilibolu, sijui wapi tutaona kwa mwalimu. Lakini bado unaweza kukuta kukawa kuna mazingira ambayo yanamrudisha nyuma mwalimu katika kuweza kutokomeza zilo. Kwa hiyo hivi vitu ambavyo nilikuwa nataka nijaribu kidogo kushauri. Kuna siku moja mwaka huu alifika mjumbe mmoja, nafikiri ni taasisi yenu kama sikosei, naye alikuwa anasema anatokea Zawianya. Kuna jamaa mmoja naye anajishughuli na hizi Suleiman. Alifika pale akaongea na aliongea na form pale, anataka ongea na form 2, form 4 alifika pale. Ndio. Na bahati nzuri alifika kabisa shuleni. Tukampa changamoto, tukamwambia kwamba unaona watoto hapa, watoto hao wanafeli sana. Tukamwambia shida namba moja ya pande, watoto wanafeli pande. Changamoto ya kwanza, yani wazazi. Changamoto ya kwanza, wazazi hawana mwamko na elimu, ambako mimi ninaamini ukienda sehemu zote ambako pana mwamko wa elimu, pana division 1 nyingi. Kitu cha kwanza nina hakika utawakuta wazazi ndio ambaye wameshikilia mpini kwenye swala la elimu. Hicho kitu pande hakuna. Sasa kama hakuna mwamko wa wazazi, ina maana na wanafunzi vile vile hawatakuwa na mwamko wa elimu. Sasa kitakachokuja kutokea, mwalimu naweza nikawa niko smart, naweza nikafanya kila kitu kwa ajili ya mwanafunzi, mwanafunzi akapuuza, tutatokomeza zilo? Hatuwezi kutokomeza zilo, kwa sababu mwalimu unafanya each and everything. Mwanafunzi anapata kile kitu ambacho ana deserve kukipata darasani, lakini kile kitu anachokipata yeye anashindwa kukifanyia kazi. Kwa nini anashindwa kukifanyia kazi? Kutokana na mazingira. Na of course mazingira yetu, kama ni leo mara kwanza umefika, unaweza kaangalia mazingira ya pande. Sio mazingira rafiki sana kwa kusoma. Kwa sisi ambao tuko hapa tunayaona. Pande hamna mazingira salama kwa kusoma. Ambako alifika yule jamaa, tulimshauri ofisini, tulimwambia kama hawa wazao wa pande na hizi taasisi zinazopambania elimu pande, jambo la kwanza ambalo tunaweza tukalifanya, tujitahidi kuhakikisha pande pale sekondari tunapata angalau bweni, watoto wao wanakaa shuleni, wasikae mtaani. Watoto wakikaa mtaani, swala la kutokomeza sifuri litakuwa ni historia, miaka nenda miaka rudi. Tulimshauri jambo la kwanza. Jambo la pili tukamshauri pia na tukamwambia uhalisia, tukamwambia unaona hapa tuko shuleni, watoto wanakuja shuleni hapa kuanzia asubuhi mpaka jua linazama, hawali chakula. Tukamuuliza watasoma? Yaani mtoto ikifika saa 4 break hapati uji, ikifika saa 8 hapati chakula, anaingia darasani mpaka saa 11. Kiuhalisia huyu atasoma? Je, Feza ndo iko hivi? Kanosa iko hivi? Tukienda Kibaa, Mzumbe ndo iko hivi? Jibu lake utapata kwamba haiko hivi. Sasa pande kuna vitu mzazi, ndio tukarudi kwenye pointi ya wazazi, kwamba mzazi akiambiwa changia shilingi 1500 mwanao aweze kula kwa wiki moja shuleni, mzazi hayuko tayari kuchangia. Lakini mzazi yuko tayari kumnunulia mwanae kijola cha 15,000 au 20,000. Mzazi yupo tayari sikukuu, Idi, sijui kwenye Maulidi atamnunulia kila kitu 40,000, 50,000, lakini mzazi yuko tayari kuchangia 5,000 mtoto wale aweze kula shuleni. Mazingira haya ndio yanatuia ugumu sana kuweza kutokomeza. So walimu hatutaki kutokomeza sifuri, na mtu anaweza akakaa alikokaa huko akaangalia matokeo ya pande akaona akasema huku pande huku inaonekana walimu hawafundishwi. Ni rahisi tu kusema hivyo. Lakini ukifika huku, kwa mfano shuleni, ukifika kwenye hizi shule zetu, ndio utaona namna gani walimu wanafanya kazi kubwa tena ngumu. Lakini kuna ukinzani hapa, walimu na wanafunzi, walimu na wazazi, tunakwenda tofauti. Sasa hivi vitu tulishauri siku ile alipofika jamaa ofisini, na tunashukuru siku ile alifika ofisini tukajaribu kumwambia changamoto 2 3,
Yule jamaa tunamshukuru, kuna changamoto alijaribu kutatua pale pale kama 2-3. Pale pale. Tulimwambia jambo la kwanza, unaona mfano shuleni hapa, unaona mfano sisi tupo tunashindwa walimu hata kula hapa, tunashindwa kula. Mazingira maana shule si iko kule pembeni. Tunashindwa hata walimu kupata chakula hapa. Akauliza shida nini? Akasema shida 1 2 3. Haya mimi leo inawatatulia hapa. 1 2 3 4. Namshukuru sana yule jamaa. Sasa ndio hiki ambacho tulikuwa hata leo na tena kushauri kwamba haya makongamano tunayofanya, kweli tuyafanye makongamano, lakini muda mwingine tujaribu kufanya operation. Kwamba kwenda direct. Kwa mfano tukaenda shule ya msingi Pande pale, tukajua hapa kwa nini daraja A, B na C halipatikani. Mfano mimi nilikuwa nimeona kuelekea kwenye mitihani darasa la 7 hii juzi hapa. Siku moja nilikuwa nimeenda kutembea masoko, tukaenda kwenye shughuli fulani masoko. Tumefika masoko, tumekuta kuna shule za msingi karibia nyingi masoko pale, watoto wapo kambini kuelekea kwenye mitihani. Lakini unakuja kushangaa shule za Pande wanafunzi hawapo kambini. Je, tutapata ufaulu wa A, B na C? Lakini wenzetu kwa muda huo wapo kambini. Sisi sekondari pale tumehangaika kuwapata wanafunzi kuja kambini. Unakuja kuwapata wanafunzi kambini miezi 2 ya mwisho. Yaani ilishindikana mwanafunzi kidato cha 4 kumpata mwezi wa kwanza anavyoanza ili aandaliwe vizuri mpaka mwezi wa 10 anafanya mtihani. Unakuja kumpata mwezi wa 8, mwingine unampata mwezi wa 9. Huyu utamwandaa kwa ajili ya kufaulu asipate daraja 0? Ni ngumu. Kwa hiyo mimi nilikuwa tunataka nijaribu kutoa wazo. Tunaweza tukafanya makongamano, tunaweza tukafanya vitu vingi, lakini kama hivyo nimesema kwamba hata ni shahidi mratibu hapo yupo, yeye mwenyewe ni shahidi mzuri, anafahamu yeye ni mzao hapa, anafahamu. Na kila siku hata akifika ofisini tukijadiliana tunamwambia uhalisia na anafahamu. Kwa hiyo wazazi huku ni wagumu mno kushirikiana katika maana yake hii 0 afanyi mwalimu peke yake. 0 kuondoa 0. Ni lazima mzazi awepo hapa. Kwa sababu kama mwanafunzi simpate shuleni miezi 2, mwezi mmoja yuko nyumbani, siwezi kumsaidia kutoa 0. Kwa hiyo mimi nilikuwa hivi vitu nilivyoviongea hapa nilikuwa tunaomba kwa taasisi yenu. Najua sasa hivi mpo mtatoka mtaweza mkafanyia kazi baadhi ya changamoto, lakini hapa nimejaribu kuongea changamoto ninazoziona mimi Pande. Jambo la kwanza nilisema kuhusu kama tunao uwezo wa kupata maeneo wanafunzi wa shuleni, kama pale wanafunzi wakakaa shuleni, wanafunzi wakae eneo la shule, wasikae mitaani. Na wazazi wakaambiwa kuelekea kwenye madarasa, umezungumzia hapo form 2, form 4, form 6, kuelekea kwenye mitihani, wazazi wakashirikiana na walimu na viongozi wengine kuleta watoto mapema shuleni waandaliwe kwa ajili ya mitihani. Kama tunakubaliana mwezi wa kwanza tukifungua shule, form 2, form 4 wawepo shuleni. Darasa la 4 na darasa la 7 wawepo shuleni, wakae shuleni walale. Mbona shule zingine wanaweza watoto wanalala wanakaa shuleni na wazazi wanachangia? Leo nilikuwa naongea, kuna fundi mmoja niko naye shule pale anajenga shule pale. Anasema yeye yuko Dar es Salaam Chamazi. Anasema mimi kila siku anavyo shuleni, mwanangu anavyoenda asubuhi. Anasema na watoto 2. Kila mtoto anakwenda na 1500 shule. Maana yake anakwenda na 3000 kila siku. Na anasema mimi silalamiki kwa sababu kazi wanafanya walimu sinaiona. Lakini mzazi wa Pande mwambie achangie 500 au 1000 kwa ajili ya kazi fulani shuleni. Utatukanwa sana huko. Nilikuwa naona wenzetu wa shule ya msingi hapa kuna kipindi tu walikuwa wanawachangisha wanafunzi 1000 sio ni nini. Basi kila ukipita kunasikia 1000 hiyo maneno. Sijajua, nafikiri ilikuwa ni kwa ajili, sio ilikuwa ni kwa ajili ya kuwalipa walimu. Kuna walimu hapa ambao wakujitolea. Wazazi wakashirikishwa wao wanawachangia hao walimu, manake waongeze, manake mzigo ni mkubwa, walimu wachache. Wakapatikana walimu wasaidie. Basi huko ni maneno kote, kila mzazi 1000. Hivi vitu taasisi ambayo nyinyi ni wazao huku na taasisi zingine tunazopambania Pande ziweze kutusaidia, either kwa wazazi wenyewe, manake na mzazi mwenyewe ukishamwambia kesho kuna kitu fulani kinachohusiana na elimu, umpati kabisa.
Akijua tu swala nyingi la elimu umpate. Mwalimu utampata, yani mzazi utampata kwenye vitu vingine. Sasa kwa mfano kama nyinyi wenzetu mnafanya operation kwenye vitu vile, kwenye elimu mpo, kienda labda kwenye swala, kwenye nini, msikitini mnakuwepo. Wazazi inawezekana wakawa wanapati huko anakoenda. Akapatikana huko akaambiwa huko. Kama yeye kuja kwenye elimu huko hataki. Sababu unaweza tukaja kesho hapa, wazazi ukaja ukawahesabu hapa. Mmoja. Mimi nasema mambo ya elimu, mimi elimu ya nini? Kwanza mtoto mwenyewe sina. Au mtoto wangu ashamaliza kazi gani? Kwa hiyo watu wapande hawako tayari kuipambania elimu ya pande ili kuweza kutoa hiyo sifuri. Wakati sisi wadau wa elimu, walimu unaotuona hapa, tunatamani kuweza kuondoa hiyo sifuri. Yaani shauku yetu, yaani mimi kila siku akitokaga matokeo nasemaga nasema hivi, hakuna siku kaangalia matokeo kaona shule 10 bora mkoa wa Lindi ukaikuta shule ya Pande. Kila siku nasema akitaka. Nasema yani kuna siku unaweza kukuta Pande shule ya msingi ukaikuta shule namba 6 mkoa. Au Pande sekondari ni shule namba 9 kimkoa. Inaleta faraja. Lakini ukiangalia mambo yanaendelea hapa. Mtoto anatoka shuleni, yuko pale, yuko kwenye dubu. Mtoto akitoka hapa, yuko pale, yuko kule, yuko kwenye nini, unajua kabisa hapa nguvu unayotumia kule ni sawa sawa na bure. Hivi vitu vichache ambavyo mimi nimevitoa ushauri na nilijaribu tulishauriana na wewe jamaa, nafikiri na hapa tena ushauri wangu ndio huo kwa taasisi. Lengo la msingi nilileta hapa maana kuja kupata study za uondoaji wa nini? Wa zero. Ila imekuwa tofauti kidogo. Sasa inanilazimisha mimi nitoe dukuduku zangu changamoto gani ambazo napitia katika utendaji wangu wa kazi. Ili tushirikiane kwa pamoja tujue tunafanya nini. Sasa kupitia hili kwangu mimi binafsi, mimi ni mwalimu. Nimeleta Pande kwa ajili ya kutumikia jamii. Sio lengo kufundisha tu, bali nitoe impact, yani matokeo chanya kwa jamii pia. Lakini kwa Pande nianze tu kwa shule ya msingi Pande. Staff kama staff tuna walimu 5 sasa hizi. Shule mzima. Wanafunzi wangapi? Wanafunzi kama 738. 600. 786. Aha. Hapo nikimuondoa mwalimu mmoja darasa la kwanza. Mwalimu mwingine darasa la pili. Tunabakia walimu 3. Tuanze kusimama darasa la 3, la 4, la 5, la 6 na la 7. Na katika walimu hao 3 ina maana mwalimu mmoja ni mwalimu mkuu. Tunafahamu majukumu yake pia. Hilo kidogo kwetu ni kikwazo. Changamoto nyingine ameiongelea mwenzangu pale, sasa kwa kuigusa sana. Sala ushirikiano. Maana kuna gap. Mimi kama mwalimu maana nitaandaa vitu vyangu vyote vinavyohitajika kama mwalimu. Hivi vitu vyangu nikiingia darasani ili nilete impact kwa watoto vizuri. Maana na watoto wana mahitaji yake ya msingi ambayo inawezekana yanatoka kwa nani? Kwa wazazi. Sasa napoenda vile kidogo kunakuwa ni changamoto hapo. Kwanza mahudhurio. Ina maana mimi pale kwa sasa Pande ameshajua kwamba kama nina kipindi cha saa 7 au na kipindi cha saa 8 nikikosa kutafuta muda wa asubuhi kufundisha hivyo vipindi, mchana sipati mtoto. Ina maana watoto wanaporudi saa 6 shuleni wanakuja saa 8:30 mpaka saa 9. Hiyo ni kawaida kwa Pande. Sio kama mimi mwalimu sijambui jukumu langu nifanye nini. Tumekaa vikao sana vya wazazi, tumeelekezana sana kupitia hivyo vikao, lakini ile gap ile ya wazazi sisi kwanza kwa siwezi kuzungumzia kwamba hawajui. Ila inawezekana kuna kitu fulani ambacho kipo katikati ya kipo fulani. Sasa sijajua ni nini ambacho hakitaki kubadilika. Sasa mimi kama mwalimu
natimiza wajibu wangu, lakini nikiona ina changamoto zaidi, basi tunaenda hivyo hivyo. Kwa hiyo kikubwa ninachokiona mimi kwamba iko sawa, yani gap la kushirikiana kati ya wazazi na walimu. Ina maana kwamba wazazi na walimu wanaona kwamba wao kuna gift fulani kutoka kwa Mungu wamepewa ambao labda kuna tunda fulani ambao wanalipata tofauti na hao wanachokifikiria. Kwa hiyo ya kwangu alikuwa hayo mawili. Asante. Mimi naitwa Jackson Sogoni, ni mwalimu shule ya msingi Pande. Ingawaje sikuwepo tangu wakati semina hii inaanzishwa, lakini kwa wakati ambao nimefika yako mambo nimeyasikia vizuri kutoka kwa wawasilishaji na wachangiaji wengine. Mimi nimefika Pande miezi takriban 8 imepita. Ni muda mwingi kwa mtu ambaye anafuatilia na kujifunza kuweza kuifahamu jamii. Maana yake kabla sijafika hapa nilikuwa nikifanya kazi kwenye shule moja ya seminari kule Mara na shule zingine za namna hiyo. Sasa kidogo kwenye habari hizi za masuala ya kielimu naweza nikasema na uzoefu nazo muda mrefu, ingawaje hapa niko kwa muda huo miezi 8. Sasa mzungumzaji wa kwanza amezungumza eneo kubwa kidogo kwenye yale ambayo mimi nitaka nichangie, lakini kabla ya hivyo nilipata ujumbe kwamba mtakuja na mtazungumzia habari ya kuondoa 0 kwa upande wa sekondari na kuondoa daraja E na daraja D kwa upande wa primary. Kidogo nilishtuka kidogo, nilikuwa naongea na mwalimu wenzangu nikasema ni kitu gani hiki? Kuondoa D na E ni kitu gani hiki? Sasa nikasema basi na mimi nitafika walau nisikilize mambo hayo. Kuiondoa D na E kwa wanafunzi ni process ya muda mrefu sana, wala sio ya siku moja, wala sio ya mwaka mmoja. Ni jambo ambalo linaanzia mapema zaidi, hasa kwa wanafunzi wa awali, darasa la kwanza, darasa la pili, wote wale unakuja nao mdogo mdogo hadi kufikia kwenye mitihani yao ya kitaifa. Sio jambo la muda mfupi. Sio jambo la muda mfupi. Na sijajua sana, pengine nikipata nafasi nitajifunza kwamba taasisi yenu inashughulika upande upi zaidi, kwenye upande wa taasisi tu za elimu ama inakuja chini huko hata kwenye jamii ambako ndiko kuna wadau wengi zaidi. Kwa sababu mwanafunzi anapokuja shuleni anatokea nyumbani. Hatokei kwa mwalimu. Anatokea nyumbani. Anapotoka shule jioni anarudi kwa mzazi wake. Kuna vitu vingi ambavyo anazungumza na mzazi wake. Mzazi ndiye anayemwambia mtoto, amka asubuhi, nenda shuleni. Wewe unakutana naye darasani. Unamfundisha ndio unaachana naye. Lakini je, nini anazungumza na mzazi wake wanapokuwa nyumbani? Yule mtoto anasikiliza mambo gani kutoka kwa mzazi? Anaiga vitu gani kutoka kwa mzazi? Kisha anapokuja shuleni mimi ananipokeaje kama mtaalamu? Sawa sawa? Hilo ni jambo ambalo kidogo ni la kutafiti vizuri sana. Yaani kuniambia mimi mwalimu kwamba niondoe daraja D, daraja E kwa mwanafunzi, nafikiri hili jambo nilianza kulifahamu tangu nilipoingia chuoni kwamba ni wajibu wangu na nikaelekezwa kufanya hivyo. Lakini ninyi pia mnatuongezea maarifa, ni mazuri, tunashukuru. Ila sasa eneo hilo nilikuwa natamani zaidi nishauri kwamba katika eneo hili hususan Pande, sio eneo lingine, hususan Pande na maeneo mengine ya karibu na huku, kwa kweli nisiwe mnafiki tu kwamba ndugu zangu watu wa asasi, hebu twendeni tukawekeze sana nguvu kubwa kwenye kuipa imani, kuwapatia imani wazazi, wanajamii, sio wazazi tu, wanajamii wa mazingira haya watambue walau kidogo thamani ya hiki ambacho tunakifanya katika kutengeneza
ama kuboresha masuala ya kielimu. Mimi nimesikia maneno mengi, watoto wanaambiwa wakati mwingine tukikaribia mitihani, taarifa zinakuja kwamba waweze kujifelisha. Amazing. Yani hiki ni kitu ambacho kinaweza katika hii kipindi cha karne ya 21 mzazi anamwambia mwanae kwamba ajifelishe. Wonderful. Kwanza sikuwahi kuisikia sehemu nyingine. Sikuwahi kuisikia. Primary wanafunzi wengine wana uwezo wa kufaulu, lakini kwenye mitihani yao hawafaulu. Kwa nini? Eti kwamba mzazi wake alimfanya mwanae akajifelisha. Kivipi hicho? Kwa sisi huku tunafanya seminar za namna ya kumondoa mtoto kwenye ufaulu huo wa chini afaulu. Kumbe kuna watu wengine wanawaelekeza watoto waweze kujifelisha kwa makusudi. Sasa mimi niombe kwamba tutumie nguvu kubwa sana. Tutumie wakati ama muda mwingi kuwapelekea hawa wazazi hiyo imani ya kuiamini hii elimu. Inawezekana wao hawakuipata. Kwa hiyo hawakuona ule umuhimu, na sasa wanaona kwamba basi ina kazi gani kwa watoto wetu. Kwa kama watatambua ule umuhimu, kama watatambua kwamba hii elimu ina msaada gani kwa wanafunzi hawa, kwa watoto wao, bila shaka hatutakuwa na vikwazo tena sisi huku shuleni. Siku nyingine tutakutana hapa kupongezana, kufurahi, na sio kuzungumzia michakato hii ya kuondoa D sijui na E. Hatuwezi kuzungumzia tena hayo. Tutafurahi tu kwa sababu wao hao wanafahamu. Nizungumzie issue moja kidogo, ni changamoto nimeiona hapa, issue ya utoro kwa wanafunzi. Utoro. Yaani sio ajabu unakutana na mwanafunzi ambaye hajafika shule kuanzia mwezi wa kwanza, amekuja mwezi wa 10. Ni miezi mingapi pale? Miezi 10. Amekuja shuleni. Sasa unaanza kufikiria, amekuja shuleni huu mwezi wa 10, ana miezi 10 hajafika shuleni au miezi 8. Alikuwa anaishi wapi? Yaani kama vile tu mvua tu inatoka angani inanyesha. Yaani na mzazi yupo. Mzazi yupo. Mtoto mwingine anakuja leo, kesho haji, kesho kutwa anakuja, siku nyingine haji. Sasa tuulizane sisi wadau. Sisi walimu tutakuwa tunatoka shuleni asubuhi, tunawaacha wanafunzi madarasani, tunakwenda kwenye miji ya hawa watoto ambao hawakuja. Tunaondoa D, tunaondoa E. Je, nikifundisha wanafunzi 25 waliofika shuleni vizuri kabisa wakanielewa, kesho nitaweza kuendelea vizuri ikiwa wanafunzi wengine 40 hawakuja? Niko na mimi na komana desa, tunaangalia hapa, tunaondoa D, tunaondoa E. Just nafundisha wanafunzi 25, wanafunzi 40 hawapo, wanafunzi 50 hawapo, kesho wanakuja 20 wengine, wao ndio fundisha jana hawapo. Lakini huu utoro unaanzia wapi? Unaanzia nyumbani, kwa sababu asubuhi wanafunzi anapoamka, anaamka na mzazi wake, au sio bwana? Mzazi wake ndio yuko naye pale, ndio akumuhimiza, bwana nenda shule. Basi kwa sababu tuko wengi, ni shukuru kwa nafasi hii. Nafikiri wengine pia wataongezea. Asanteni sana. Naitwa Mwalimu Shufaa Ali Mohamed, ambaye niko shule ya msingi na Mwedo. Na ingawa na mimi nimechelewa kidogo kupata hii mada, lakini lengo la mada nimelitambua, na nilichokutia kwamba walio wengi wanatoa changamoto ambazo zinatufesi kwenye maeneo yetu ya ufundishaji. Sasa na mimi nichangie moja tu au mawili kwa upande wa changamoto hizi, pamoja na nyingine nyingi ambazo wamezizungumzia hao wenzangu. Lakini mimi binafsi naweza kuweka pia mazingira ya miundombinu ya shule. Baadhi ya shule mpaka leo tuweze kusema kwamba labda zimesahauliwa. Unaweza kukuta mpaka sasa zina majengo ya zamani, kiasi kwamba haimobilize mtoto kuwemo darasani au kuwemo shuleni. Majengo ni chakavu,
ambayo hayana mabadiliko. Na tukiangalia mazingira mengi sasa hivi kuna mabadiliko ya miundombinu, hususan nikizungumzia kwenye shule yangu mimi ya Namwebe. Pale mimi nime kuwapo kwa mwaka wa pili sasa. Tangia mwaka wa jana, lakini tangia nimefika pale hata rafiki wa elimu sijawaona kutembelea kwenye mazingira yetu. Lakini pia yale majengo ambayo tunayo ni yale yale ya mwaka 40 na kitu, kuanzia madarasa yenyewe pamoja na kwa ujumla hata mazingira yenyewe ya shule yote haina mabadiliko. Tulichokuja na mazingira yetu ya undani, lakini uwezi ukafananisha na wenzetu ambao wako nje kidogo kule. Siku hadi siku, hata hivi kwa siku wanaweza wakatembelewa hata na watu na makundi mawili wakajifunza kitu, kuongea na watoto, kuongea na walimu. Unaweza kukuta wanasiasa nao wanajiingiza pale, wakawapa hamasa walimu, wakawapa hamasa watoto. Naona Lakini vitu kama hivyo kwetu hapa hakuna, kama vile tumesahauliwa, kama vile hakuna hizi taasisi za kielimu, kana kwamba sisi tuliopo huku basi tayari tumeshajiwekeza, hatuwezi kwenda maeneo mengine kusubmit tulionayo. Lakini lingine pia linaloweza kuchangia rasilimali fedha. Sasa hivi ukiangalia kila kitu kinajiendesha kwa pesa. Kwenye maeneo ya shule zetu hatuna hiyo mitaji ya fedha, na lugha ambazo zinatumika kwamba ni elimu bure. Elimu bure imetafsiriwa vibaya na jamii, wazazi, na hata baadhi ya hawa wanasiasa wenyewe, lakini wamelileta hili kwamba elimu ni bure. Sasa lile limekuwa kama limechochea mgogoro kwa sisi ambao tunafanya kazi. Shule ndogo kama ya kwangu ambayo ina watoto 245, lakini natakiwa niendeshe mambo mengi yanayohusiana na shule kwa kutumia fedha. Nitakachokitumia pale nikiwa na mradi wa kilimo cha humu mwetu tunalima mihogo. Mhogo, ukiangalia matumizi ya mhogo yenyewe si zaidi ya mawili, pengine nitawalisha watoto iftari, nitawalisha watoto ugali, haliuziki. Kwa hiyo bado mimi pesa sijapata ya kuweza kuendesha shule. Tunajaribu kubuni miradi ile na ile, lakini unaweza ukakuta pesa haitoshi. Lakini mfuko wenyewe kama ni capitation, kikwambia uchangie michezo, uchangie mitihani, uchangie, lazima utakwenda utamfesi mzazi na yeye achukue hela yake ya bakaa kuitoa kwenye ile nani. Sasa hapa inakuja sasa kero, changamoto. Inakuja mgogoro sasa baina ya shule na jamii ulionayo. Kwa hiyo swala la rasilimali fedha nalo limekuwa zito. Lakini kama walivyosema wenzangu kwamba sisi tunategemea kuajiri walimu kwa kutumia pesa ya mzazi. Lakini nafikia wakati mzazi hachangii, na wewe mwalimu unamtaka, unatoa nini? Wewe kama kiongozi inabidi utumie mshahara uweze kurecover ile gap. Naona. Lakini usipofanya hivyo maisha huko hayaendi. Una walimu wawili na wewe ni kiongozi wa 3. Unagawaje? Samahani sana. Mungu ni izimia. Naona Sasa unajikuta wewe kama kiongozi unakuwa na mzigo mzito kwenye shule. Na hili likisha kuwa kwamba mzazi hachangii, wewe unaweza ukawa umetoa
umetoa kwa mfano unasema mzazi huyu asiyeleta hii pesa, basi tunafikishana mahali kama hapa, kule tayari imeshakuwa imekwamisha. Mwingine mtoto wake ndo hamleti kabisa. Kipindi hiki cha uandikishaji unapata watoto 2, 3, anarudi kule kule kwamba ukimpeleka mtoto shule maana yake wewe uwe na nini, uwe na pesa. Kwa hiyo hata uandikishaji unakuwa mgumu. Shule zina watoto wachache sana. Mwisho wa siku shule zinaweza zikajifunga. Kwenye darasa kwenye darasa moja una watoto 15. Watoto 15. Hiyo sio lengo. Lakini watoto wapo mtaani wenye umri wa shule. Hiyo ni kesi. Kwa hiyo mimi labda kwa haya niweze kusema hayo nayo ni changamoto kwetu sisi huko vijijini tulivyo. Asante. Kwa majina naitwa Idrisa Abedi Thabit. Mimi ni mdau wa elimu au mwanaharakati kutokea katika kata ya Pande. Naona kuna mambo mengi yameongeleka na walimu wameongea yale ambayo wao wanayaona haya yakiwepo au haya yakifanyika basi watakuwa wamepiga hatua. Na imani na wazazi na wao pia kama tungepata bahati ya kukutana nayo basi na wao wangekuwa kuna mambo wangesema yakifanyika haya wasingetaja yale ambayo inabidi wafanye wao. Kwamba wangesema ingekuwa hivi walimu wangekuwa nashinda hapo darasani basi watoto wangefaulu. Kikubwa nilichokiona mimi sasa, hakuna chombo kinachokaa kati watoto, wazazi na walimu. Katikati hakuna anayounganisha hapa, kwa sababu hawa watu wakikutana wenyewe kwa wenyewe, tunaona hata mtoto tu akipewa adhabu akirudi nyumbani, akikutana mwalimu, akikutana na mzazi, hapa lugha zinakuwa si rafiki. Kwa sababu wazazi ni mkusanyiko wa wengi waliokuwa wamezaa. Sasa kila mtu ana fikra yake, yani ana uelewa wake, anapokea kila mtu na hali yake aliyokuwa nayo. Na mwalimu pia wewe ni binadamu, hata kama umefundishwa, umeenda chuo jinsi ya kukaa na watu, kuishi na mtu, lakini mwisho wa siku na wewe binadamu, mtu anakukwaza. Mama yangu pale kasema kwamba na shule yake ana Mwedo marafiki hawajaenda. Ni kweli. Sisi baada ya kujitambulisha na kuomba ridhaa ya kufanya kazi katika kata ya Pande, tulipewa nakala za kupeleka shuleni. Maana yake kama utakuwa kuna vikao wao wanatualika. Yaani kwa bahati mbaya katika sehemu ambapo sisi hatujapata bahati ya kualikwa kikao hata kimoja ni na Mwedo. Nashukuru hapa mama yangu hapa Jema. Kuna muda yake kwama anaweza kupiga simu bwana, kuna hoja hii bwana, hebu tuje. Na nashukuru kaka pale, kuna siku tulikutana na changamoto bwana, watu wataki kuchangia. Tukaisolve ile changamoto na watu wakachangia, tena waliongeza fedha katika ile fedha iliyokusudiwa walikuwa wataki kutoa. Kwa nini? Kwa sababu kuna chombo kilikuwa kimekaa kati. Mwalimu akisema lete shilingi 1000, mzazi yeye ana hoja, kwani leo tarehe ngapi? Mwalimu atakuwa hana hela. Yaani mzazi anaamini kwamba pesa akichukua mwalimu anafanya matumizi yake binafsi. Lakini nikija mimi nikikaa kati, jamani tutoe hii fedha kwa sababu ya mwalimu. Wao wenyewe watakuwa wamesema kwamba hii fedha kabidhiwe nani? Wao wenyewe. Atakabidhiwa anayemwamini. Lengo letu sisi tufanye kile kitu tulichokikusudia. Kuna baadhi ya shule tumeenda, sasa hivi wanaandaa mashamba kwa sababu ya kilimo. Kwa nini? Walivyoona changamoto nyingi ndio walituita. Bana njoo hapa, tuna harakati ya kilimo, wazazi hawataki kabisa. Mzazi anasema sasa mimi mwanangu sitaki ashike jembe. Waite wazazi. Wanaitwa wazazi, tunaongea nao wazazi wenyewe sasa hivi na wao wanaenda kulima shamba la shule. Yaani wenyewe wazazi na wao Jumamosi wanaenda kulima. Sasa tukitaka tuseme tupige hatua ya elimu, tukisema kila mtu amtupie mwenzie hatuwezi kufika. Sasa ni muda wa kuona sasa nini tufanye. Kwa sababu tukikana wazazi wanalalamika walimu, kikana walimu wazazi, na kweli inaonekana. Mzazi atakutajia mfano mwalimu huyu na wewe utaona kweli kwa anachoongeleka kwa mwalimu yule ni kweli. Na mwalimu atatoa mfano wa wazazi 5, lakini wazazi wapo 10 wale. Utaona. Kwa hiyo tufanyaje? Mimi nilishauri kwamba kwa kuwa nyinyi wenzetu mmekuja kuongeza nguvu,
kwanza tuwe na kituo rasmi sisi ambacho tutakuwa tunajulikana tupo sehemu gani, la kwanza. Lakini la pili, kama kutakuwa kuna uwezeshwaji sasa wa kupita kukusanya zile taarifa mashuleni mara kwa mara, kwa sababu tukizungumzia shule zetu hizi, kiongozi kasema pale ana shule 10, lakini shule 10 hizi ukitoka kwenda katika shule moja na kurudi sehemu yako, basi nauli shilingi 10,000 shule zetu sisi zilivyokuwepo. Sasa gharama pia inakuwa kubwa. Mimi kuna muda natamani nimeenda kupata semina ya kuweza kukaa na watoto wa kuanzia awali miaka 3, 4 mpaka 5 mpaka 6, tunaenda kupata semina. Lakini semina ile unaiwasilishaje? Unatoka Mikoma kwenda Malalani kukaa asubuhi mpaka jioni, inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo zile elimu tunakuwa tupo nazo. Tunajua tunawadhulumu wake zao wale ambao walengwa, kwa sababu tulipewa ile semina lengo tuje tusaidie jamii. Tuna semina ambazo tumepewa tuweze tukae na tuongee na wazazi mambo mbalimbali. Lakini mkutano wa kijiji hatuitwi. Tunapeleka wapi sasa ile elimu? Kwa hiyo mimi nilikuwa naona sasa kiwepo chombo, kama mtakuwa mnapendezwa, muunde chombo ambacho kitakuwa kipo kati. Hiki chombo kitakuwa kinasaidia kwenye mikutano, kitaenda kuwa kinazungumza, kinapata nafasi. Shuleni kinapata nafasi, kinakutana na wanafunzi, na wanafunzi nao wana changamoto zao. Tujue changamoto za wanafunzi tunawasaidiaje, za wazazi. Lakini tukisema tuendelee sisi, tukija hivi kama leo tunakuja tunawapa elimu, kesho tutawapa wazazi watakula. Sisi tukiondoka lile jambo hatujatatua, tuamini hatujatatua. Ili tutatue basi kiwepo kituo hapa cha kufanya zile kazi. Tuwe tuna masanduku ya maoni mashuleni. Sanduku hili tutakuwa nalipotiwa ukatili. Mtoto akifanywa ukatili iwe nyumbani, iwe mtaani, tayari tutaanza kumbana huyu mzazi ambaye anampeleka shuleni mwanae kwa matusi. Tutambaini huyu mzazi anayemwambia mwanae feli. Lakini leo hii mtoto kwenda kumwambia mwalimu, bwana mwalimu, mama akaniambia ni feli. Anajua mwalimu ataenda kumwambia tena mama yake, kwa nini umemwambia mtoto wa feli? Mtoto asemi. Hoteli 3 tu iliwahi kutokea hiyo mwaka jana. Mwanafunzi alimuita mwalimu mkuu, akamwambia mwalimu, unahangaika sana, sisi tumeshaambiwa tufeli na tupo wengi, kwa hiyo nyinyi mnahangaika kufundisha, lakini sisi jukumu letu tumemwambia tufanyaje? Tufeli. Kweli kweli tulimuita askari kata, walikuja viongozi mbalimbali wa dini, tukakaa na wale watoto tukaongea nao na tukawabaini wale wazazi, tukawaita wale wazazi na tukawaandikisha pale mkataba wa makubaliano kwamba kwa mtoto wako akifeli tutaangalia toka awali alivyoanza shule alikuwa anashika nafasi ya ngapi, wamefaulu wangapi. Kama alikuwa anashika nafasi ya 9 wamefaulu 15, wewe sisi tunakuchukua tunakupeleka mahakamani. Watoto walifaulu. Sasa hizi ndio njia tunaweza tukazitumia, lakini huyu mtoto wapi anaenda kuzungumza? Sauti ya mtoto inapazwa wapi? Sisi jamani hatuna. Kwa hiyo mimi la kushauri walimu, endeleeni kupambana kutokana na jamii yetu ilivyo. Tupambane hivyo tuwasaidia watoto. Tuna imani kwamba kuna nafasi ya Mungu pia atatulipa katika yale tunayofanya. Tujitoe. Lakini pia na nyinyi wadau, mlipokuja kusaidia sisi wadau ambao tulikuwa tuko chini ndio kwanza tunaanza kupambana, nyinyi mlikuwa mpo juu mimi kuja kutushika mkono. Basi muangalie hizo changamoto tunazitatuaje. Vinginevyo itakuwa kila siku sisi tunarudi tu chini. Sisi hatuna uwezo wa kiuchumi na pia hatuna elimu kubwa zaidi ya kwenu nyinyi. Inabidi na sisi tuwe tunapata semina ili zile changamoto tunazokutana nazo tuweze kuzitatua. Lakini na sisi tukikaa tukiwa tumedumaa, mwalimu kule na mizigo mingi ndo anatuita twende kutatua, ina maana hatutatui kwa mapana zaidi, tunatatua kwa sehemu ndogo. Mimi imani tukiachukua haya na tukayafanyia kazi na tukawa tuna kituo chetu hicho cha kusema hiki ndio kituo chetu, mzazi anakuja pale, mwalimu anakuja pale, mwanafunzi anakuja pale kutoa kero zake, mimi imani tutapiga hatua. Na haya tunayokusudia haya ya kukuza elimu yanaweza kawa yamepatikana. Mimi naomba kuwasilisha hilo. Kutokana na uchache wetu, mtaalamu wetu aliandaa package mzima ya hilo eneo, na wale ambao tumeanza nao walitupitisha kwenye maeneo machache. Ilibidi ailishe package mzima kwa sababu alitarajia walau namba kubwa kidogo ya walimu, na mambo mengine kwenye package yake yangekuwa practical oriented. Kuna vitu sisi tungepaswa tuvifanye, na ndio maana tulikuwa wachache, na ndio maana tukaweka viti tu hapa nje kutokana na ule uchache. Kwa hiyo msione kwamba tulichoitiwa ni hiki. Kutokana na mahudhurio yetu ya uchache, mtaalamu ile package ambaye aliandaa ilibidi ailishe na akatupa tu kwa uchache na kuweza kushare mambo kama haya ambayo tumeshare. Lakini aliandaa
package mzima kwenye eneo letu la kitaalamu na kitaaluma la ufundishaji katika hayo mambo ya kupunguza zero na hizo D, hususan kwenye mambo ya examination techniques, na alitupitisha mambo machache kwenye hizo mambo ya examination techniques ambayo wewe sasa katika kumwandaa mtoto kuelekea mtihani wake, achilia mambo yale uliofundisha na nini, unamwandaaje mtoto kuona anafanya vema mtihani wake, ndio hasa ilikuwa package yenyewe kwenye examination techniques form 4, form 2 au kama tungekuwa na form 6, lakini pia na darasa la 7, na alitupitisha kwenye mambo machache, maeneo machache, lakini sasa alishindwa ile package mzima kutokana na ule uchache wetu. Lakini nishukuru na sisi tumepata muda wa kuweza kutoa maoni yetu na wataalamu wetu wameyasikiliza, na nishukuru rafiki wa elimu hapa, mdau, ameongea, na katika maongezi yake amegusia mambo ambayo ni ukweli. Tunapozungumzia mambo ya elimu haya mara nyingi na kwa ni mvutano. Akisimamishwa mwalimu analalamika, tamlalamikia mzazi. Akisimamishwa mzazi analalamikia walimu. Ndio hivyo. Nafikiri tulikuwa kwenye kongamano jana hapa, ndio kilichotokea. Akisimama walimu kulalamika, analalamikiwa sana mzazi. Akisimama mzazi anamlalamikia mwalimu. Lakini sisi wenzetu hapa waliona wawe na mtaalamu kama huyu katika eneo letu hasa la kitaaluma. Eneo letu la kitaaluma kumwandaa mtoto, kwa sababu kuna watoto wanafanya vibaya hizo zero nyingi na D na E nyingi, lakini hata ule ubora wa ufaulu, maana kuna wazazi hawawajibiki na utakuta wale watoto nao wako mbali na elimu, lakini haiwezi kuwa shule nzima au darasa zima. Tuna watoto mzazi ana commitment na mtoto ana uwezo, lakini kwa nini darasa la 7 hatupati A? Mwaka huu kata mzima A1. Ni kweli watoto ambao wako competent wenye motisha ya kusoma ni mmoja wa kupata A. Kwa nini division 1 hamna sekondari? Wazazi wote hawana commitment hiyo, watoto wote hawana commitment hiyo. Sasa wenzetu walichagua kuja kutuwezesha eneo la kitaalamu, examination techniques. Inawezekana umefundisha, mwalimu anasema nimemaliza syllabus, lakini still umemaliza syllabus na umejiridhisha mtoto anakwenda kwenye mtihani, A haipatikani, B haipatikani. Kwa hiyo wao walichagua eneo la kitaaluma zaidi kuja kutuongezea uwezo au kutujengea uwezo wa kimbinu. Na hapa alivyoonyesha amejaribu kusummarize baadhi ya mbinu rahisi ambazo shule za wenzetu ambazo wanafanya vizuri katika kumwandaa mtoto na mtihani, kama wako Feza Boys, sijui Marian wapi, aliandaa baadhi ya vitu, package mzuri tu ambazo ndivyo ambavyo alipanga kuja kutupitisha. Na kwa tuliofika hao mapema alitupitisha kwa awali. Kwa hiyo nafikiri hiyo hasa ndio ilikuwa session hii ya leo, ndio eneo lake. Zile changamoto zetu nafikiri tunaendelea kufanya kazi, lakini tusikate tamaa. Sisi kama walimu pia tuna jukumu la kuichange jamii. Ingawa pande ni pagumu, lakini tunaweza kuichange jamii na tukaweza kupata matokeo, kwa sababu ndani ya kata wapo wanaojaribu, wanafanikiwa kidogo, wengine wanashindwa, wengine wanafanikiwa kiasi, wengine wanafanikiwa. Kwa mfano katika matokeo darasa la 7 shule ya msingi Maralani, wameanza mwezi Januari walikuwa na walimu hao wawili tu. Tumezungumzia hapa shule hazina walimu, walikuwa na walimu wawili. Kufika mwezi Aprili nafikiri mwishoni ndo akaongezeka 3 na mwezi Mei akaongezeka 4. Lakini walikuwa na mbinu zao na mikakati yao, na nafikiri tulikwenda pale na DO mwezi wa pili akawaongezea baadhi ya mbinu. Nyinyi msikate tamaa, pamoja na walikuwa walimu wawili akaanza kuwatolea mifano. Mimi kule Mara mazingira mlionao nishakutana nao, tulifanya 1 2 3, wakawajengea uwezo kama ambavyo mtaalamu hapa amekuja na wale wakuweza kuamini. Na mimi nikawa nafuatilia. Ukiangalia Maralani at least wamefanikiwa, watoto darasa 7 au 29, 28 wote wamefaulu. Amefeli huyu mmoja. Kwa hiyo vitu vinawezekana vya kitaaluma pamoja na mazingira ya jamii na nini. Na mimi nimetolea mfano wa pande hii. Na hata wale wenyewe Mandinda amekaa na yule DO na yule afisa elimu sekondari, maana ilikuwa ni timu ya mkoa, walikuwa ni maafisa elimu wanazungukia katika mambo ya kuwajengea uwezo na vitu kama hivyo. Walikaa pale karibu masaa mawili wanaongea na wale walimu. Na walimu walipopewa nafasi ilikuwa ni hivi kulalamika, jamii, wazazi hawana ushirikiano, mchango ya chakula watoi. Lakini wale nao wakawapa upande wa pili wa mambo kama haya ya kitaalamu. Sasa wewe na wanafunzi wako hao waandae hivi. Na baada ya kuwapa ile package wakasema kama haya mtafuata tunatarajia kuona mabadiliko.
na mimi nataka baada kwenye matokeo nipigie simu yule dio wa sekondari wanachingwea, maana ndio kwenye jopo lao kwa dio wa sekondari wanachingwea na afisa elimu msingi hapo. Kwa utakuta vile vitu ni kweli kama tunavizingatia hivi vidogo pamoja na jamii ugumu ya pande nini, kuna baadhi ya vitu unaweza ukaona ni rahisi, lakini kama wenzetu wanatupa na ukavifanyia kazi vina impact. Nikitolea mfano huu wa Maralani ambao ndio sisi kata moja hapa, alikuwa na 29 darasa la 7, 28 umefaulu, amefeli mmoja tu, lakini wameanza mwezi Januari 2025 ana walimu 2 Maralani. Ile ajira mpya mwezi wa 4 ndo kapokea 3 na mwezi wa 5, lakini mtihani ufanyika mwezi wa 9, maana walikuwa na miezi michache wale darasa la 7 wafanye mtihani mwezi Septemba. Ambao karibu nusu ya muhula wame survive na walimu 2. Kwa hiyo mimi nafikiri tuzingatie, lakini bahati mbaya ndo kwa sababu ya uchache wetu mtaalamu alishindwa ile package mzima kuitoa. Lakini kwa yale machache kwa sisi tuliofika mwanzo kwa ule muhtasari, nafikiri tumeweza kuona picha nini ambacho mtaalamu alipanga aweze kutuongezea uwezo wa kimbinu, examination techniques katika kuandaa watoto wetu ili waweze kufanya vizuri na kuongeza ubora wa ufaulu. Kwa sababu kama nilivyosema, ndio kuna wazazi hawana commitment, kuna watoto wako chini, lakini kunawezekana katika darasa kuna watoto 2, 3, 4, 5 wako bora. Kwa nini wasiachieve kupata A au division 1? Kuna baadhi ya vitu vile tukijengewa uwezo wa walimu na tukavifuata, sisi vinaturahisishia kazi ya kupresent kile ambacho tunaweza kukipresent, lakini pia mtoto kinamrahisishia katika kufanya vizuri, na tukivifuata mabadiliko yataonekana. Mimi nimuombe kiongozi kama inawezekana, kwa sababu likizo ya mwezi Juni ndio sana huwa tunakuwa na sekondari, wanafunzi wetu wale form 2 na form 4 wanakuwepo pale. Kama mtatusaidia kuweza kupata wataalamu wakija pale hata at least kwa siku moja au siku 2 kutupa hii package, na kule darasa la 7 pia mwezi wa 6 baadhi ya shule wanakuwa na program, wanafunzi huwa wanakuja, inaweza ikatusaidia. Lakini najua mambo ni mengi. Mwezi wa 6 mnapata nafasi mwezi wa 12 ambao tayari madarasa yote yameshafanya mitihani, waliofeli wamefeli. Lakini kama itapatikana mwanya, ningeshauri kwenye mwezi Juni ile likizo ile, basi at least tukapata kutubrush kidogo kwenye examination techniques na mambo mengine ili iweze kutusaidia. Lakini kwa sababu sisi wenyewe wazazi na walimu tunakuwa na mivutano. Anaposimamishwa mwalimu ni muda wote analalamikia mzazi. Anaposimamishwa mzazi muda wote analalamikia mwalimu. Basi walimu sisi mnakutana nasi, lakini pia mnapopata sehemu mbalimbali za kukutana na wazazi kujaribu kuongea nao juu ya mwamko wa elimu. Matokeo yetu tunayoyapata yanaakisi sana na zile asilimia ya wazazi wenye commitment ya kusoma. Yaani wazazi wengi kama walivyosema hapa walimu, swala la kufuatilia mtoto amesoma, hajasoma, ameenda shule, hajaenda shule, hajui na wala hana interest. Na hata ukifanya ukawa interview, uchukue randomly wazazi 10 wa darasa la 7. Yaani ukaenda hata kwa siri hivi ukamuuliza, hivi mzazi unapenda mtoto wako afaulu? Na je, uko tayari hata kucontribute kitu chochote katika kuchangia huyu mtoto aweze kufaulu? Katika 10, asilimia utakayopata utakayosema ndio, basi inafanana na matokeo ya darasa la 7 unayoyaona. Yaani haitokatana, inafanana. Kwa hiyo kwa sababu matokeo ni sio kitu kinachojui, matokeo ni kuyatafuta. Kwa hiyo katika kuyatafuta matokeo lazima tunaachana njia. Na katika kuachana njia ndio hivyo. Ukitusimamisha sisi katika vikao kama hivi kila mmoja atakaposimama, lakini kuna tatizo kubwa la jamii. Kwa sababu sisi walimu, hao walimu wangu nawapokea, kuna wengine wamefanya kazi huko. Kwa nini huko walikotoka matokeo yalikuwa mazuri? Mwalimu anakuja pande matokeo sio mazuri. Kwa hiyo umezungumzia swala la jamii, hilo lipo. Wewe mwenzangu tumezaliwa wote hapa lipo. Kwa hiyo hilo lipo. Kwa hiyo tunapopata nafasi ya kwenye mikusanyiko ya kidini na nini, swala la elimu tuimbe sana. Wazazi wengi ambao hawajasoma elimu yoyote, mara nyingi interest ya elimu inashuka sana. Kwa sababu huku wanasema sisi tumebezi sana kwenye elimu ya dini. Lakini huku hata wewe unafahamu mashehe wa hapa ndio ambao watoto wao wamesomesha na wako mbali. Shehe wengi na wengine wao wanafanya nao kazi ni watoto wa mashehe wakubwa hapande. Hakuna watu ambao wana interest kubwa ya kusoma hii elimu ya kisekula na wamesomesha sana kama ni mashehe. Wote unaona hapa ndio watoto wao ambao wamesoma sana na wamefika mbali na wamepata mafanikio. Lakini yule mtu ambaye hajasoma dini kabisa ndio anasema mimi kwa huko simpeleki, kwamba ina maana gani huko? Lakini wale mashehe je ndio wamesomesha sana na ndio wana commitment kubwa ya kusomesha katika hii elimu ya kisekula. Kwa hiyo mimi kiongozi niwashukuru na niombe juhudi zenu hizi msikate tamaa, muendelee kutupigania, kutushajiisha kwenye masuala ya elimu, na tunatarajia kesho kwenye mambo ya uchumi vile vile
Mwaka jana watu walifurahia sana mada zilizowezesha za kiuchumi sambamba na za kielimu. Kwa hiyo naomba msichoke, muendelee kutupigania na sisi tuko tayari kushirikiana nanyi, na walimu wetu wanaendelea kufanya kazi. Lakini kwa upande wa wazazi na jamii, kila mnapopata nafasi mtusaidie katika kuinua ari yao ya kuiendea elimu. Yaani hilo tatizo ni kubwa. Yaani ukifanya utafiti mwamko wa elimu na matokeo ya pande yanayopatikana kwenye darasa la 7 form 4, yaani yanaendana. Kwa hiyo kuna kitu cha kufanya kwa wazazi na kwa jamii. Nishukuru sana. Kwa hiyo karibu kiongozi, tumalizie. Shukrani sana kwa maelezo murua na challenge ambazo kadri muda unavyoenda tunajifunza kwamba na haihitaji tochi kuona kwa nini watoto wetu hawasomi. Binafsi mimi nimesoma hapa, najaribu kureview mwaka wetu. Sisi tulikuwa watoto 29, tulifaulu 4. Mimi nilienda Lindi Sekondari, mmoja alienda Chidia, mwingine alienda Mtwara Teki. Wawili walienda Chidia, mmoja alienda Mtwara Teki. Kipindi kile kilikuwa kigumu, lakini sisi tulijitahidi. Mimi nimalize kusema ni washukuruni. Hizi challenge mnazozieleza ni sahihi na najaribu kuziona. Kwa mfano mimi naishi sasa kule Dar es Salaam, mimi na shule yangu ile, na nilikuwa najaribu kufanya comparison juu ya aliyozungumza mwalimu mkuu mwalimu wa Pande kwamba ana walimu 5 wanafunzi 786. Mimi nina wanafunzi 450 na walimu 16. Ukiachia walimu wa dini wanaofundisha Qur'ani wanafika 10. Yaani walimu wanakaribia 30. Tuna wanafunzi 450. Na matokeo yetu mwaka huu kwa kweli tumepata A bora. Wanafunzi 29 wamepata A, wanafunzi 11 wamepata B, mwanafunzi mmoja amepata C mmoja, na wote wamefaulu. Na average ni A bora, 240 plus. Lakini mkakati tunaofanya ni mkubwa. Na wa kwanza, watoto kama alivyosema mwalimu wote wanakaa bweni. Darasa 7 si lazima wakae bweni. Hawakae nyumbani. Tokea watoto wawili tulikuwa wanasumbuliwa wakawa wanakuja na kurudi, lakini commitment ya wazazi baada ya isha saa 2 ndio wanawafuata. Kwa hiyo ya kwanza naiona ni lazima wazazi waweze kunanio kama vile saikolojia ya elimu inavyosema kwamba mafiga matatu ile: mwalimu, wanafunzi, mzazi. Mzazi ana nafasi kubwa sana kuweza kufanikiwa, lakini nikijaribu kuhit kule namna tunavyofanikiwa ni mambo pia mawili. Kwanza wanasema ile hard working beats the talent. Mwalimu anayejituma, na mimi nimeishi na ijua, mwalimu anayejituma anamshinda mwalimu. Kulikuwa na mwalimu mmoja kwetu alikuja, ni mwalimu mzuri wa hesabu na sayansi, lakini hajitumi, akifika amegusa ameondoka. Yaani anajiamini kwa sababu material hapa, na wakati mwingine haendi na chochote. Lakini walimu wanaojituma wakafuatilia, kama alivyokuwa anazungumza brother, anafuatilia mitihani mbalimbali kwenye magrupu, ana seti teaching aids, anaandika, anabandika, anafanya hivi, anafuatilia watoto wa chini, hata vipindi vikisha anawasiliana na wazazi. Kwa kweli anamzidi mwalimu mwenye talents. Kwa hiyo walimu, kama inavyosema ni wito kwetu sisi walimu, tunachotakiwa kufanya pamoja na challenge hizo, tukiongezewa mbinu, lakini kwanza tuipende kazi yetu na tujitume. Kwa kweli ni ngumu kidogo, wanafunzi 700 kwa walimu 5. Ni ngumu. Na jambo hili mheshimiwa, nawaza sana serikali inabidi kupitia wewe au viongozi wetu, mbunge na wengine. Kwa sababu kwa kweli haina uwiano. Ukizungumza shule imefelisha, alafu walimu kwa idadi hiyo, kwa kweli walimu ni wachache sana. Hawawezi kwa kweli kuna nini. Sisi tunafanya initiative hao watoto kuondoa hiyo D na C ambayo inazungumza kwamba sisi kwetu hatuitaki. Sasa hivi ni A na B tu. Hiyo imetokea bahati mbaya. Huyo mtoto aliyopata C mwaka huu ni kwa sababu alihamia kutoka shule ya serikali akiwa darasa la 6. Walimu wamepambana lakini bado hakufika, sababu alitoka Swahili medium pia. Kwa hiyo unaweza ona tunafanya juhudi kuanzia chini, na idadi hiyo ya walimu na wanafunzi ina relate kwa uhalisia. Sababu darasa unakuta lina wanafunzi, awala sababu walikuwa wanafunzi 41 kwenye darasa moja. Tulikuwa tunapambana, lakini wanafunzi wakifika 50 lazima tuwagawe. Kwa hiyo nachojaribu kusema, jamani, tunahitaji kushirikiana. Lakini brother Karim, kama tulivyozungumza, tunahitaji kuanzisha au kuunda baraza
la kusimamia elimu pande. Yaani kuwe na chombo kinacho zaidi hii pande cha mtoto, kwa mfano ambazo wote, kwa sababu hapa ni walimu, maeneo jamii ya wafugaji, nadhani huwezi kutoa mfano wowote na pande, kwa sababu maeneo yalikuwa, mazingira yalikuwa ni magumu mno, magumu ambayo hata wazazi walikuwa na viziwa na kupigwa mitaani na porini. Kitu ambacho mimi nadhani cha kwanza nilikuwa ni shauri kwetu katika figa 3 ambazo Mwalimu Farida alikuwa amezitaja hapa, ambazo zipo kwenye mfumo wenu wa elimu. Daraja la mwanafunzi, mwalimu na mzazi, daraja la mwalimu limewezeshwa zaidi, na ndiyo maana katika mafunzo yetu tulikuwa tunapewa hata elimu ya saikolojia ambayo huwezi kuipata kwa mwanafunzi, huwezi kupata kwa mzazi. Kwa nini? Kwa sababu inawezekana neno figa 3 mimi naliona, kuna wakati mwingine huwa naliona kama vile si sahihi, kwa sababu mwalimu kawezeshwa sana. Yaani kama litawekwa namna hiyo kwa uwezo wa mwalimu aliyowezeshwa, iko chungu kinachowekwa juu lazima kitamwagika maji, kwa sababu ili figa la mwalimu naona linazidi, mzazi na wanafunzi liko chini kidogo. Lakini I know this philosophically tu, naamini kwamba na wao walikuwa na lengo lao katika kuliweka hilo. Lakini ninachoweza kukiamini kwamba kama walimu tutabadilisha mindset zetu na kuamini kwamba sisi ndio viongozi wa figa 3, lakini elimu ambayo tunapewa si elimu ya kwenda kumfundisha mwanafunzi pekee, ni elimu tunayopewa ya kwenda kufundisha jamii. Nikupeni mfano hai. Nadhani afisa hapa na Ugutu kama tulionja kidogo, na nafikiri na baadhi yenu mwalimu ulionja kidogo, nafikiri hata mwalimu nao ulionja kidogo. Kulikuwa na wakati miaka ya nyuma kwenye mitaa yetu, mtu ambaye ana thamani kubwa kwenye mtaa au kwenye jamii ni mwalimu. Hata kwenye eneo la mtaa inapotokea tatizo, watu kugombana, wanamkimbilia mwalimu, wakiamini kwamba ndiye mwenye uwezo wa kuondosha changamoto walionayo. Haikuja kwa bahati mbaya, ni kwa sababu mwalimu akiwa yuko full packaging, si mwalimu wa mwanafunzi, ni mwalimu wa jamii. Kwa hiyo mimi nadhani kama tutaondosha mindset ya kujiweka chini, ya kwamba figa 3, figa letu sisi limefanana sana na haya matatu, I think we are wrong, na tutayumba sana. Na kwa kujilinganisha huko, ninaamini ndio sababu ya sisi kuanza kurusha lawama kwa mzazi. Mimi nadhani mwalimu hastahili kabisa kurusha lawama kwa mzazi hata kidogo, bali aangalie njia ambayo mzazi atakuwa magnetized kwake. Mzazi ndiyo atoe lawama, mwanafunzi lakini sio mwalimu. Hata maana ya neno mwalimu linaondoka. Kwa mimi nadhani jambo la kwanza, kwa kuwa tayari tumepata elimu hiyo kule ambako tumepata mafunzo ya ualimu, na hebu tuende nayo kwanza kwenye jamii. Ni hivyo, tuondoshe kulalamika. Sina maana kwamba haustahili mwanadamu wewe, lakini kuna wakati katika kuiendea jamii tujaribu sisi tusiwe watu wa kulalamika, tuwe watu wa kusolve. Nadhani kwa njia hiyo inaweza ikawa ni njia mojawapo mzuri sana ya kuondosha changamoto tulizo nazo. Na mimi ninachoamini kabisa kwamba tunapokuja huku na sisi tunajua kuna changamoto kwa wazazi, na ndio maana sisi katika package ya kongamano tumeliweka swala la maadili. Tunajua umuhimu wa maadili, najua na nyinyi mnajua elimu bila nidhamu hakuna kitu.
Kwa hiyo sisi tutasaidia kwenye kipengele cha maadili sana. Tunajua kwamba kuna changamoto ya kiuchumi. Kuna wakati mwingine hii jamii wakati mwingine imeyumba kutokana na uchumi. Tunajaribu kuangalia njia gani ambazo tutajaribu kuwezesha jamii at least nayo iwe boosted kiuchumi, ili wanapoambiwa jambo wasio watu wa kulalamikia shilingi 500. Lakini naomba na nyinyi mtusaidie kwenye hii kipengele. Na ndio maana sasa tumejaribu kuona kwamba je, tukitengeneza force kubwa kwenye kipengele cha walimu kuwawezesha, hatutopiga majiwe matatu kwa pamoja kusema yes it's possible. Kwa hiyo tunaamini kwamba package ambayo mtaalamu amekuja nayo, tunaamini kwamba haitorudi leo ikiwa imeletwa kwenu robo. Tutahakikisha inakuja tena. Inawezekana hata kama isifike June, tunaweza tukaja katika kipindi kingine. Tutapanga ratiba zetu, hata kama ilikuwa ni midterm ya April, tutaangalia ili at least tuje kupata walimu wengi kiwezekana wote, alafu tu introduce hii package yetu yote, tutafute na mtu mwingine ili at least tuweze kuona namna gani za tukaboresha kwenu kwa kiasi kikubwa, ili walimu wenu kwenye jamii uwe wa kwanza sisi tutakao utegemea. Haya mengine sisi tuko pamoja. Na mimi ninaamini kwamba I know umeongea kitu cha msingi sana mwalimu, kwamba kuondosha daraja hizi za chini is a long process. Lakini hawakukosea wataalamu waliposema kwamba kuna mikakati ya muda mfupi na kuna mikakati ya muda mrefu. Mikakati ya muda mfupi inawezekana na tunaweza sana. Na mimi kitu ambacho ninaamini kwa 100%, hizi jamii ambao pamoja mnaona kama ni ngumu sana, zinabadilika within no time. Zinawezekana. Ni ujinga ambao umefika wa muda, kwa sababu haikuwa hivi siku sisi wakati tunasoma. Ni kweli kama anavyosema Mama Fadhili, sisi tumesoma. Na nikikwambia ni kwamba masters na PhDs zilizopo hapa kwenye database zetu mtastuka, ambao ni wenyeji hapa. PhDs na masters zilizopo mtastuka. Even professor yupo ambaye amezaliwa kwenye mji huu na amesoma hapa. Kwa hiyo si kweli kwamba jamii hii ipo kabisa kwamba imeshindwa kabisa kuthamini elimu. No. Lakini nadhani tujaribu tusaidiane namna ya kuondosha hizi mindset zilizopo, zianze kwetu. Sisi tukiwa tayari tumeondosha hii mindset, ni rahisi kuwaona wenzetu. Lakini tusipo sisi ondosha hii mindset, trust me, hatuwezi kuiona ya wenzetu. Ni hilo tu ambalo nilikuwa nalo. ربنا زدنا علما ورزقنا فهما ربنا زدنا علما ورزقنا فهما اللهم سهل لنا ما نريد ونجنا مما نخاف وذلك يا لطيف يا لطيف يا لطيف. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الله الكريم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد. Unaangalia Al Khair Online TV.